Hivyo ni kweli inawezekana sisi turejeshwe tena baada ya kufa, tuwe hivi hivi kama tulivyo, tujikumbuke, tuhesabiwe. Ukimwambia mtu baada ya kifo kuna maisha, aamini, na ana asilimia zaidi ya 100 ya kwamba hilo jambo si kweli. Kipimo cha binadamu ni kwamba mtu kafa alafu kazikwa kwenye udongo. Udongo haubakishi kitu, analiwa nyama zake na mifupa yake. Baada ya miaka hukuti chochote. Mtu keshapotea kwenye udongo, alafu unaambia narudi. Anashangaa mtu aamini. Aidha kunna idhaman nakhira, kuna uwezekano gani wa mtu kurudi baada ya kuwa kaoza, ikabakia mifupa nayo ikavurugishwa na udongo? Tilka idhan karratun khasira. Kama ndo kuna maisha kweli, itakuwa basi sisi tunarudi kwa hasara. Kama ni kweli tunarejeshwa, basi ina maana sisi tutarudi kwa hasara, itakuwa tumekula hasara. Sasa Allah akathibitisha kwamba hili wanalolishangaa watu, wanalolipinga watu ni kweli. Akasema fa innama hiya zajratun wahida, kufufua watu wala sio kazi ngumu, hakuhitaji wakati wala nyenzo. Kama walivyotoweshwa kwa sauti tu dunia ikamalizika, na kurejeshwa wanarejeshwa kwa sauti tu. Si kazi ngumu kufufua watu waliokwisha kufa. Fa innama hiya zajratun wahida, ni sauti moja tu inatolewa. Fa idhahum bisahira, tahamaki wote wa mwanzo mpaka wa mwisho watajikuta wameshakusanywa kwenye uwanja mmoja. As simple as ABC. Ni kazi rahisi, wala haihitaji gharama wala nguvu kuwafufua waliokufa. Kwa aliyeumba jambo hili kwake sio gumu hata kidogo.